Karibuni kwenye hafla yetu hii fupi inayolenga kuombea amani uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025. Ni imani yetu kwamba kupitia waandishi wa habari wito huu utawafikia Watanzania wa ngazi mbalimbali popote pale walipo, na kwa hivyo kutekeleza wito wetu kwa mujibu wa kila mtu kwa nafasi yake. Kwa utambulisho, hafla hii imeandaliwa na taasisi julikanayo kwa jina la kama Tanzania Jumuishi au TAJU, kwa kifupi TAJU. Malengo makuu ya TAJU ni pamoja na kuzitambua changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu nchini, kuzitathmini kwa maana ya kuzipa vipaumbele na hatimaye kuzitafutia ufumbuzi rafiki, na hivyo kuwajumuisha watu wenye ulemavu kwenye jamii kuu ya Watanzania, tukiwa na hadhi sawa kama Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, kauli mbiu yetu inasema hivi: tupange wote, tutekeleze wote na tutathmini wote kwenye kila jambo linalohusu jamii ya Watanzania, hasa wenye ulemavu. TAJU tunaamini kwamba ulemavu haumuondolei mhusika hadhi ya haki yake ndani ya taifa la Tanzania. Haki ni haki, na haki ni kwa kila raia, awe mlemavu asiwe mlemavu, basi tunaomba haki itendeke. Katika kuangalia swala lilopo hivi sasa, ndugu waandishi wa habari, TAJU inauona uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10, siku chache zijazo kuanzia leo. Ndugu waandishi wa habari, TAJU ambayo ni taasisi iliyoanzishwa na kusajiliwa na watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali, ina uzoefu ya kwamba chaguzi mara nyingi zimekuwa chanzo cha vurugu na uvunjifu wa amani, sio tu Tanzania bali pia katika mataifa mengi ulimwenguni. Hivyo TAJU ndiyo maana inaandaa hafla hii kuliombea taifa amani, ili kuepukana na vurugu pamoja na uvunjifu wa amani ambao kwalo baada ya uchaguzi kuna maisha. Hivyo ndio maana tunafanya hafla hii. Ndugu waandishi wa habari, kwa kulitambua hilo, TAJU kwa nia nzuri kabisa na ya kiuzalendo imeonelea kuitisha hafla hii ili kuombea amani uchaguzi mkuu ulio mbele yetu, ili nchi yetu iendelee kuwa kisiwa cha amani na salama kwa kila Mtanzania, wakiwemo watu wenye ulemavu. Ndugu waandishi wa habari, kumekuwa na dhana inayodai kwamba penye machafuko ya kisiasa na uvunjifu wa amani, wanaoathirika zaidi ni akina mama na watoto. Dhana hii ni sahihi na haina kasoro yoyote. TAJU inaikubali dhana hii 100%. Lakini kuna kundi ambalo linaloathirika zaidi lakini limesahaulika, na ndio maana TAJU iko hapa kulisemea, na si jingine ni kundi la watu wenye ulemavu. Ndugu waandishi wa habari, hili ni kundi la watu wenye ulemavu. Mitafaruku na uvunjifu wa amani haliwaathiri watu wenye ulemavu vile ambavyo wanaathirika akina mama na watoto. Kwa wale walemavu wenye ulemavu, vurugu hizi hupelekea vifo, kwa kuwa walio wengi kama sio wote hawawezi kukimbia. Tulio wengi ni mashahidi hapa. Tunapotembelea kambi za wakimbizi zilizopo hapa Tanzania, hatujaona wakimbizi wenye aina yoyote ile ya ulemavu. Kila mmoja wetu ajiulize, je, katika nchi hizo ambako wakimbizi wanatoka, huko hakuna watu wenye ulemavu? Kama watu hao wapo, je, kwa nini hawaonekani kwenye kambi za wakimbizi? Lugha rahisi, watu hao hufa kabla hawajafika kwenye kambi za ulemavu. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji amani kwa watu wenye ulemavu, na kuhakikisha kwamba nchi yetu inafanya uchaguzi wa amani, ili watu wenye ulemavu wapate kisiwa cha utulivu na waendelee na maisha yao. Ndugu waandishi wa habari, kwa mantiki hii, watu wenye ulemavu wanahitaji amani zaidi kuliko kundi lolote lile la jamii. Ndugu waandishi wa habari, kwa nia ya kutoa mchango wetu, kwanza tunawaomba viongozi na wasimamizi wa uchaguzi wa Oktoba 29-25 watende haki, ili kila mshiriki kwenye uchaguzi aridhike na mchakato na matokeo ya uchaguzi. Haki huzaa amani. Ndugu waandishi wa habari, pili, washiriki wote wa uchaguzi kwa maana ya wagombea wa ngazi mbalimbali
na vyama vya siasa wazingatie sheria, kanuni zilizopo na kujiepusha na vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani. 3, ndugu waandishi wa habari, tunawaomba viongozi wa dini zote kwa pamoja watusaidie kufanya sala, dua na maombi ili nchi yetu iendelee kuwa na amani hata baada ya uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, Taju kwa nia nzuri kabisa tunaukabidhi uchaguzi huu mikononi mwa Mwenyezi Mungu, muumba wa yote. Kwa mamlaka yake ausimamie uchaguzi huu uwe wa amani, ili Tanzania ibaki kuwa kisiwa cha amani Afrika na duniani kote. Asanteni sana.